Serbia. Hicho peke yake kinaonesha huyu ni mchezaji wa kitofauti. Sio tu kwa hawa wa kigeni waliopo, bali kwa wachezaji wote wanaocheza ligi ya Tanzania. Morris Abraham ni kipaji halisi cha mpira, na Morris amekulia kwenye mpira wa miguu. Na unajua kama sisi tungekuwa tuna mipango mizuri ya kusimamia academy zetu, academy ya ile ya Mwanza Alliance, ilikuwa ipewe support ya kutosha kabisa ili iendelee kusimama na iendelee kuzalisha wachezaji wazuri. Morris ni zao lile la academy, lakini Morris amekulia pale Karume. Amecheza timu nyingi za taifa za Tanzania. Kwa hiyo amekuwa kwenye misingi halisi kwa captain wa under 17. Yes, yani hajaibuka kama mshumaa. Kwa hiyo ndio ambayo inamtofautisha yeye na wachezaji wengi wa Kitanzania, yeye na wachezaji wengi ambao wako katika ligi ya Tanzania. Nidhamu yake ipoje? Manake hilo ni eneo muhimu sana kwa hawa vijana. Na hapo kuongezea hata makuzi yake vile ni makuzi sahihi. Amekuwa kwenye mikono ya Captain Popper, Bwana Samata. Yani katika mamenta wake wa kumsimamia ni pamoja na Bwana Samata. Sasa anamsimamia pia kwa in terms of agency, maana anafahamu Samata anayo agency. Sina hakika. Lakini ni godfather wake. Wako karibu, yes. Sasa kuna wakati yeye Samata inakuwa ni kioo chake. Sasa naona kama Samata ameweza kufanikiwa kote huku, na msingi wake ni nidhamu, msingi wake ni kujituma. Kwa hiyo hii ndio njia ya mafanikio, na yeye anapita kwenye njia hiyo. Lakini pia wakati mnafanya usajili, moja kati ya sajili ambazo zilileta mijadala mingi ni usajili wa Anthony Mligo. Na watu wengi walikuwa wanaona kama, of course bwana mdogo umri wake bado, lakini walikuwa wanaona kama ni sehemu ya anakuja Simba na atahitaji muda, na kwenye ile nafasi walihitajika kusajili wachezaji wengine. Mfano mtu kama Nabi Kamara alikuja kwenye ile nafasi, wakamia labda mtu ambaye atacheza kwenye ile nafasi muda mwingi zaidi ni Nabi, and then Mligo asubiri kwa maana kuendelea kujifunza zaidi. Lakini ametu surprise na anapata nafasi. Ni mchezaji wa aina gani? Na inaonekana mwishoisho walimu wote wawili, Fadlu lakini pia na Pante tumeona akimtumia kwenye mchezo uliopita. Fadlu tena. Anthony Mligo ni kijana ambaye mwalimu Fadlu alimuona tulipocheza naye. Akawa ameorodhesha jina lake kwamba huyu namtaka, na baada hapo akaendelea kumfuatilia na hatimaye tukamchukua. Ni mchezaji wa daraja la juu sana. Umri wake mdogo, lakini confidence yake ni kubwa. Nabi Kamara hakuchukuliwa ili kuja kuwa namba 3 ya kwanza ya Simba alafu Mligo. Nabi Kamara katika mipango ya Fadlu alitaka mchezaji mmoja ambaye ana uwezo wa kucheza nafasi nyingi, na kwenye timu lazima uwe na mtu wa namna hiyo. Kiraka. Wakati fulani tulikuaga na Erasto Nyoni, baada yeye tukayumba kupata mtu mwingine. Mchezaji ambaye kama atakuwa bench, mtu yoyote atakayeumia wa nyuma na mwalimu huna option, unachukua huyo mtu unaingiza. Kwa hiyo mwalimu hapo semaji pia amewahi kumpata Kapama. Yes, Kapama. Kapama wewe ni hatari. Yule mpaka mshambuliaji anacheza. Sijui umeelewa Kwa lazima kwenye timu iwe. Kwa hiyo chaguo la kwanza lilikuwa Anthony Mligo, alafu Kamara yeye ageendelea na kazi yake ile ya kufanya kazi kwenye eneo lote la pale nyuma. Lakini Fadlu akapata wazo la kumtumia zaidi Nabi Kamara kwenye upande wa kushoto. Alafu Anthony Mligo anakuja anaingia baadaye, alafu Kamara anakwenda kukaa katika. Lakini sasa hiyo ilikuja kuwa isingeleta matunda sana, kwa sababu umeshamtumia Nabi upande wa kushoto kwa dakika 60-70. Pumzi inapungua. Baadaye unamtoa kushoto
unamleta katikati sehemu ambayo ni ngumu kweli kweli, alafu unakuta mpinzani na yeye kaboresha eneo lake hilo kwa maana ya kufanya mabadiliko, badala ya kuleta nguvu mpya unamleta mchezaji ambaye tayari energy yake imepungua, unamleta pale anashindwa kuonesha ubora wake. Kwa hiyo option alokuja nayo Pantev ni bora kumtumia moja kwa moja kwenye eneo la katikati ambalo anaanza kucheza akiwa na energy ya kutosha, anashindana vizuri, na ndio maana unamuona kwenye mechi ile ya juzi amecheza vizuri sana kuliko mechi nyingine ambazo alikuwa ana switch kutoka pembeni kuja katikati, pamoja na ubora aliokuwa nao, lakini tayari nguvu inakuwa imeshapungua. Ufasaha mzuri kabisa katika ujibuji wa maswali. Rich, twende. Tukirudi tukibaki pale pale kwenye sakata la wachezaji ambao mmewasajili kwenye dirisha la usajili, kulikuwa kuna vitu vingi sana. Wapinzani wenu walimsajili Musa Bala Conte ambaye wewe pia umeweka wazi kwamba ni mchezaji ambaye mlimfuatilia, lakini pia wakati huo pia ilikuwa kuna jina la Alassane Kante, lakini mwisho wa siku ni kama mkawauza wenzenu wakaenda kuwa Musa Bala Conte, afu ninyi mkamchukua Alassane Kante katika njia nyepesi zaidi. Hebu tujaribu kuangalia nini ambacho mlikiona kwa Alassane Kante ambacho mnakihisi mmekipata kuliko kile ambacho mngekipata labda kwa Musa Bala Conte. Bala Conte tulimuona na sisi ndo tulikuwa kwanza kumuona na mwalimu Fadlu alizungumza naye personale baada ya mechi ya pili kule Tunisia na akamwambia unacheza vizuri, wewe utanifaa kwenye timu yangu. Tukaorodhesha jina lake, mwalimu akaorodhesha jina lake kwenye karatasi yake, na mwalimu Fadlu ilikuwa kila akishamaliza mechi mchezaji aliyemvutia lazima azungumze naye na jina lake alichukua. Alifanya hivyo kwa Mligo pale Namungo, alifanya hivyo kwa Jonathan Soa, amefanya kwa wachezaji wengi. Hata kwenye dabi hajawahi kufanya hivyo. Kwenye dabi sikumbuki. Tu dabi na shago na wengi. Hatari. Tuende kazi. Kwa hiyo baada ya kufika dirisha la usajili sababu una kwenye dirisha la usajili unakuwa na orodha ya wachezaji ambao unahitaji. Kuja kwenye eneo la kiungo, Conte hana tofauti sana na Yusuf Kagoma. Kwa maana yake ukichukua hao watu unakuwa na watu wawili wanaofanya kazi moja. Salim Kigeke. Wasalimio. Basi pamoja sana. Naam. Kwa hiyo Conte anafanana na Yusuf Kagoma. Wote ni wavunja kuni pale katikati. Lakini tunahitaji mchezaji wa aina gani? Replacement tunayoitafuta hapa ni ya Fabrice Luamba Ngoma, ambaye Conte hawezi kucheza kama Fabrice Ngoma. Anayeweza kucheza kama Fabrice Ngoma ni Alassane Kante, ambaye jina lake na lenyewe lipo kwenye ile orodha. Tunataka mtu ambaye anaweza kuchukua mali akasogea mita 2-3 akapiga pasi elekezi, kazi ambayo alikuwa anaifanya Fabrice Ngoma. Kwa hiyo ndio sababu ya kuachana na Conte na kwenda kumchukua Alassane Kante ili aje afanye hiyo kazi ambayo anafanya. Mwalimu alimuona Kante kwa sababu kama umesema alimuona Musa Bala Conte na kazungumza naye. Vipi kuhusiana na Alassane Kante? Pia alimuona. Okay. Na hata mlivyomsajili Kante badala ya Musa Bala Conte kwake ilikuwa ni positive. Yeye ndo anayetoa suggestions ya mwisho. Okay. Kwa sababu jamani, kwenye kiungo nilikuwa nina majina haya 4. Lakini huyu ana sifa 1, 2, 3. Huyu ni sawasawa na huyu tuliokuwa naye. Kwa hiyo huyu tuachane naye. Hebu tukamchukue huyu ambaye nataka aje afanye kazi hii, ambaye kwa sababu anaondoka Ngoma, huwezi kuja kuchukua mkabaji pase. Lazima wewe uchukue mtu ambaye ana uwezo wa kutembea na mali.